Yes, hii ni Baraka One TV ambayo uko nasikiliza ikiwa ni tarehe 15 mwezi ni wa 6 2025. Majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza yale ambayo yameweza kujiri maeneo ya Kabare, ambako mambo mengi yamefanyika kati ya magaidi wa M23, Alliance Fleuve Congo, RDF pamoja na Waza. Najua ni wakati ambako watu ukiwa kuna waambia ukweli wa yale ambayo yako yanaendelea, wao kwa wanachukua kama ni ziaka. Na pia tutagusia kidogo kwa kuanzia na ndio toka jambo la kuanzia kifo cha Generali Rukumeta jijini Uvira, moja kati ya wazalendo, majenerali wa kizalendo ambao walikuwa wanawatwanga kweli kweli magaidi wa M23 Twigwane na Red Tabara kwenye milima ya juu na ya chini ya plateau na mwenye plateau ya Uvira, Fizi pamoja na Mwenga. Ametuacha generali baada ya mapigano aliyofanya wiki 2 zilizopita, na alipata majeraha na akawa yuko hospitali. Kwa bahati mbaya, taarifa ambazo tumezipata ni kwamba hatunaye tena. Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Iko inaendelea, na kama bado hujaungana na hii operation yetu, tafadhali tumia namba zetu ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana moja kwa moja na Baraka One TV. Unapofanya hivyo utakuwa unafanya jambo moja la maana sana. Na pia tuko channel 2 nako, pia usikose kutembelea Baraka One TV channel 2 nako, utakutanana na matukio mengine ambayo pia yatakujenga na yatakufanya uweze kuwa tofauti kidogo. So hii ndio ambayo tuko nayo kwa sasa hivi. Najua kwamba katika yote ambayo mmekuwa mko nasikiza, watu walikuwa wanasubiria hii tarehe leo nije niwaambie kwamba magaidi ya M23 wameondoka bwana. Tutazungumza ya mambo saa ngapi? Saa ngapi? Saa 9. Saa 9 tutajadili kuhusiana na hili swala la magaidi wa M23 na nini ambacho walikwenda kufanya Marekani kwa ajili ya kujaribu kuzuia deal ya Marekani pamoja na Kongo. Lakini hiyo itakuwa ni majira ya saa 9. Sasa hivi tuanze kwanza na hili swala. Familia ya wazalendo duniani kote inayo masikitiko makubwa ya kutangaza kifo cha Rukumeta, Generali Rukumeta, ambaye alikuwa akipambana kwa ajili ya kuwasaidia wakongomani walio wengi ambao wanapatikana Uvira, Fizi, Mwenga na sehemu zote zile za dunia. So Rukumeta aliweza kupoteza maisha baada ya majeraha aliyopata wakati wa mapigano dhidi ya magaidi wa M23 Red Tabara pamoja na Twigwane huko kwenye nyanja za juu za milima ya Fizi, Uvira pamoja na Mwenga na Itombwe, yote huko ni sehemu ambazo alikuwa yuko na pambana sana. Na Rukumeta niseme tu kwamba sisi kama wazalendo wa ukweli tunamkumbuka kwa kazi ambayo alifanya. Tunamkumbuka kwa juhudi zote ambazo aliweza kuwa nazifanya kwa ajili ya kusaidia watoto wa Uvira na maeneo yote, na especially niseme watoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu hakuna kitu ambacho mtu anaweza kukumbukwa nacho ndani ya nchi yake kama sio mchango alofanya kwa ajili ya wale ambao wako wengi. Tofauti na watu wengine wanavyofanya vitu kwa maslahi yao wao wenyewe, lakini Rukumeta aliweza kufanya kwa maslahi ya wakongomani walio wengi. Na hiki ndio kile ambacho mimi nazungumzaga mara mingi, kusema kwamba inatubidi tuweze kuwa tuko makini katika kila ambacho tunafanya. Tusiwe tunawapa watu go ahead, tunawapa watu leg up, tunawapa watu maneno kwamba fulani generali fulani kwa sababu tu ni wa kwetu ndio tuanze kumpandisha, na hakuna ambacho
amekifanya? Hapana. Tunapandisha mtu kulingana na kazi ambayo ameifanya, kama hizi kazi ambazo alikuwa anafanya Rukumeta. Sawa? Na kifo chake ni kifo ambacho kitabakia katika mioyo yetu na tutakikumbuka milele. Sawa? Kwa sababu ametrace njia ambayo vijana watakaokuja watakuta tayari imekuwa imefanyika. Unaona? Na wataiga mfano pia kusema kwamba kulikuwa kuna mzee anaitwa fulani na alifanya kazi fulani, na sisi inatubidi tuchukue zile hatua ambazo yeye aliacha, sisi tuweze kuzinyosha. Ushelewa ndugu zangu? Kwa hiyo tuna kila sababu ya sisi kuwa nyuma ya Rukumeta na tumwombee, kwa sababu anatangulia, lakini kutangulia kwake na sisi pia tunafuata, ila kabla ya kwenda inabidi kwanza tufanye kitu kikubwa kwa ajili ya kumwenzi Rukumeta. Ndugu zangu, nilikuwa nasema kupitia kifo cha Generali Rukumeta natoa pole sana kama Baraka1 TV, na pia tunawataka wakongomani kokote duniani ambako mko mnatusikiliza tuweze kusapoti msiba wa Generali Rukumeta. Amefariki, na sisi wakongomani ambao tunajua mchango wa wazalendo tuweze kujitolea kuchangia chochote kile ambacho tunaweza kupata kwa ajili ya wazalendo. Kwa hiyo nilikuwa naomba tutengeneze mfuko apart, envelope apart ambayo Baraka1 TV itapeleka kwa Generali Rukumeta. Rukumeta alikuwa anapigana na Red Tabara Twirwaneho, na tulikuwa tunamzungumza mara mingi sana na M23, maeneo ya milima ya juu na ya chini ya Uvira, Fizi pamoja na Mwenga na Itombwe. Bila nguvu zake hii milima ya hapa kama tayari tushaingia mikono ya maadui, na alifariki baada ya kupigwa risasi kadhaa. Akaja akawa hospitali, aliweza kutoa damu nyingi, akashughulikiwa kadiri inavyowezekana, lakini ikawa sio, na maisha yake ikabidi yaweze kuishia pale. Na taarifa zimetoka na ratiba ya mazishi imetoka, ni tarehe 18 mwezi wa 3 ndiko mazishi yatafanyika nyumbani kwake, na msiba utatindwa tarehe 20 za mwezi huu wa 6. Kwa hiyo unahitajika kuweza kuchangia, tumia namba ambazo uko naziona hizo hapo, changia ili tuweze kupeleka envelope yetu vendredi, siku ya kutinda msiba wa General Rukumeta, maana ndo siku ambayo watu wanasimamaga na kutoa kauli mbalimbali. Kwa hiyo na sisi kama Baraka1 TV na wazalendo tuweze kujichangia ili twende tutoe pale. So kwa wale ambao watajitolea, nafikiri tutakuwa tunapiga hatua moja kubwa sana, na tunashukuru sana kwa hilo, kuona wazalendo jinsi wanapambana, na tukisimama pia kwenda kufanya jambo kwa ajili yao inakuwa ni jambo la maana sana. Unaona, so kuna watu walikuwa wananiuliza juu ya hili swala, wakisema bwana tuambie habari za Generali Rukumeta, Rukumeta anaishia wapi, nini kinaendelea. Unaona, nafikiri kwa taarifa hizo mengine ni kuweza kufuata taratibu za mazishi. Kwa hiyo yote ambaye atahusika kwa ajili ya kuweza kuingia katika mazishi anaweza akafanya chochote kile kwa ajili ya Generali. Kulifanyika mapigano kati ya magaidi wa M23 Alliance Congo RDF pamoja na washirika wao, huku wakitongana na wazalendo. Mapigano hayo tarafani Kabare, ndani ya vitongoji kadha wa kadha. Hapa kuna vitongoji ambavyo viliweza kuguswa sana na haya ambayo yalifanyika na magaidi wa M23. Kwenye habari za moto uliweza kusikiliza jinsi walivyokuja, jinsi walivyofanya, lakini hile ilikuwa haitoshi. Kuna habari nyingine pia ambayo ni katika huu mlolongo, na yenyewe ni vyema niweze kukusogezea uweze kuisikiliza, afu uje usikilize pia na ile ambayo tulibakiza kwa ajili ya yale ambayo yameweza kufanyika. Nafikiri ni hivyo. Kwa maelezo mengi ni bora uweze kusikiliza kile ambacho na kulete. Embu sikiliza jinsi mazingira yalivyokuwa. Unaona mmoja hapa na mwingine huko nyuma.
wako napigana donge maboro. Jambo baba ndugu yangu, jambo mie Dieudonné hapa hivi niko Kabare sai. Hapa hivi niko Kabare Bugobe. Ba M23 benye walipanda Chirunga wanarudia biko na shuka mbio mabilima. Sasa mie hapa niko sai Kabare sai hapa kwenye niko. Mko naona mie mtoto wenyu niko Kabare sai mabilima kule kwenye niko naonyesha njoo kwenye walipanda. Banatoka kule biko na shuka mbio. Sini bazale Juba alifika huko biko piga mamasasi. Epi wanatoka kule biko nakimbia. Sama wazalendo wanawakimbiza kule kumabilima. Njoo vile biko bandu M23 wao wanatoka kule biko nakimbia kulipita hapa kama gari zao kama ngapi hivi ile na nani na RAV4 moja na bengine walipanda kumigulu wanakia biko na angalia sasa chini kuna kartushi donge walikuwa na gumbana fara kwa mimi pale unaona mmoja hapa na mwingine huko nyuma wako napigana donge maboro. Wakaenda choma nyumba za wazalendo kule. Wazalendo walifanya rekile strategiki, wakawaacha wakalunguza zile nyumba. Apure kulunguza nyumba, wazalendo wakachomoka sasa nyuma yao. Wazalendo wakawafuata na masasi. Au sawa walipanda kule waliwazia wazalendo ni wachache. Sawa waliona wazalendo ni wa mingi, wakakimbia. Na wazalendo wakawakimbia kwa na masasi. Kushuka kule Yulu Chitungano kule kushuka mpaka Jirendo, wazalendo wanawakimbia kwa na masasi. Sawa walifika Mukongola, wala walishaita wenzao watumie ramforo. Kufika Mukongola, magari zenye zilitokea muvile, magari 5 hizi zenye zilikuwa na ramforo wakakutana na sasa Mukongola. Njoo wakaambia wenzao waingie pale wafanye resistance. Mwele kufanya resistance apatire kwa frere Mukongola walikamata sentire pale. Mumbe wazalendo nao walizunguruka wakaacha wamoja Jirendo, wakazunguruka wengine wakaenda chomoka Murejidezo, wakachomoka pale kulise wakawachomokea Ambiskade, wakawapiga masasi. Na wengine wenyewe walikuwa wanakampe ku Paroisse, wengine wazalendo wakaenda zunguruka, wakatokea ngambo ya Musimbo kule, ngambo ya kule Mushera, wakawachomokea nao, wakawapiga sasa nao masasi pale. Njoo wakati affrontement ilijideclencher pale ku Paroisse pale ku Kamole pale, njoo saa masasi pata wanafunzi. Na njoo vile wazalendo walitumika kazi, waliwashauria kabisa bienke walileta ile ramforo yabo ya mingi. Na wazalendo walirudia nyuma kidogo. Sawa waliona wanafunzi wako wengi, wanaona wataua wanafunzi, njoo wakarudia nyuma kidogo, lakini wangewapatia shauri ya mwisho. Na shauri yenyewe waliwapatia na waza hawataisahau maisha yao. Njoo vile hali iko sasa. Kwa sasa niko nawaambia tuko hapa Chirunga Centre isa ya 18:30. Wazalendo wanachomoka njia ya benye wanajua njia ya Kaziru kuchomoka Karambi, wanachomoka sai wana kampe Lwami. Nao wale wale Watusi nao wako wanapanda sai wanasimamia Mana, na wazalendo wanasimamia Lwami mpaka kwa Kajerejere kwenye wanajua kwa Kajerejere ndio kwenye wazalendo wanasimamia. Nao wale wanasimamia depuis Mana mpaka kushuka mule mu territoire. Sai ya 19 mwe ndio hali yenyiko mchirunga ile sai. Hatujui usiku itapita namna gani. Naam, hiyo ambayo unasikia ndio jinsi mambo yalifanyika. Na hii inapelekea kuweza kuleta mkanganyiko jinsi magaidi wako wanafikiria. The way ambavyo wako wanawaza kwamba wao wanaweza kudhibiti Sud Kivu yote, Nord Kivu wapi, kitu ambacho wanajidanganya sana, kwa sababu as long as gisi wana movement yote, hakuna activity yoyote ambayo wako wanafanya. Leo hii magaidi wako wanalia Goma kwa sababu ya nini? Ya pesa. Wanasema kuna ujumbe ambao walisema wataandamana lendi, nafikiri lendi mardi wataingia kesho kesho na kesho yake wataingia barabara kwa ajili ya kudeklare kufanya manifestation ya mabanki zifunguliwe. Unaona? M23 wataingia kumanifeste
juu serikali ifungule mabanki. Sasa mwe mnasema kimko serikali, mnakuja kufungua serikali yenu. Aya, kama mtaandamana juu serikali ya Felix ifungule mabanki, mwe simfungule, simko serikali. Sasa wataandamana kwa nani? Donc wana recognize kwamba wao ni wahuni na inabidi wakimbilie kwa serikali iweze kuwasikiliza. Sasa sijui kama serikali ya wapi yenye itende kuwasikiliza. Unaona? Hiyo yote ni nini? Hiyo yote ni kwamba hao jamaa hawana endurance. Ushelewa? Hawana endurance. Na hivi gisi mambo yameenda gisi yanaenda, wanaonekana kupoteza kwa asilimia kubwa sana. Na hata huko ambako walienda kupigana kana Kabare, hakuna, wako wanakimbia. Simesema kisi watu tunasema walienda na mbwembwe titi kufika kule wapi, wako wanakuja wanakimbia. Unaona, kichapo kinawazidi mpaka wanatafutana tutokee wapi, njia kutokea hakuna. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo, magaidi waliweza walipoteza sana Kabare. Na kuna mtu ambaye anasema Rajabu, nyinyi kila siku tumewapiga, mbona amko mnarekipere sehemu? Nilikwambia hivi, sikiza, tatizo nyinyi mko mnataka mambo yaende jinsi mnavyotaka nyinyi, sawa? Jinsi mnavyotaka nyinyi ndio mnataka mambo yaende, lakini sisi ambao tuko tunaona mambo jinsi yako yanaenda, tunayapeleka mambo jinsi yalivyo. Unapigana na mtu mwenye yuko na charger 10 wako na moja, alafu unataka ufanye masaa ngapi? Lakini wakati unamkulia target, unamnyang'anya zile zake, unamuelimine yule, kuna baki 5. Sawa? Mnaelimine wengine 3. Kuna baki wangapi? 2. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwa sababu tayari mna magazine zote mmezichukua. Kule wanabaki na magazine ngapi? 10. Tayari nyinyi mmechukua ngapi? 20 ama 30. Kwa hiyo mko na nafasi kubwa ya kuweza kuwapiga. Na ndio hilo ambalo tuko tunafanya wazawaza. Kwa hiyo ndugu zangu, achaneni pressure, tulieni. Wazalendo wanajua nini ambacho wako wanakifanya. So hayo ndio ambayo tuko nayo kwa saa 6 hii. Nafikiri tumeweza kuelewa mpango mzima jinsi uko unaenda. So hii ni Baraka1 TV na mimi Rajabu Akili Kabonga. Big up sana kwa Ejide Kizenga Tembele, big up sana kwa King Sele, the only one king, akiwa nasikiza Baraka1 TV. Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine. Big up sana kwa Dedone Butoto, kwa Ankis Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic na Afrika Kusini. Ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko mnaangalia Baraka1 TV. Chao chao.